hatua unapoiona kwenye maisha yako, unaona kwamba kuna nini? Kuna matokeo. Sasa jambo la kwanza au sifa ya kwanza ya watu wenye matokeo makubwa ni watu waliohakikishiwa msaada wa Mungu. Makadha ambayo yanaonekana wazi yalitisha na kuutisha ulimwengu, hasa watu walioenda na kukaribia kisiwa. Unajua kisiwa ni sehemu ambayo imezungukwa na maji, lakini kwa jinsi ambavyo wana wa Israeli walitembea katika kanuni zinazowafanya wawe na matokeo makubwa, ilipelekea kushangaza ulimwengu mzima. Hata walipokuwa wameenda kwenye kisiwa, basi nchi zote za dunia zikatetemeka, hata ulimwengu mzima watu wakashangaa. Kwa nini? Kwa sababu ni watu waliokuwa na matokeo makubwa. Hebu sema matokeo makubwa. Ongeza sauti yako tena kwa moyo, sema matokeo makubwa. Kama kanisa na kama taasisi, Kanisa la Baptisti Tanzania, Kanisa la Baptisti Magomeni, kwa neema ya Mungu tunaendelea kuona matokeo makubwa, kwa sababu kuna sifa baadhi na zingine tunapoendelea kuziangalia hapa zitatuhamasisha zaidi kuendelea katika hizo, na zingine kuzifanya tena na tena, ili kuendelea na kuzidi sana kuwa na matokeo makubwa. Nisaidie tena kumwambia jirani yako tena, matokeo makubwa. Mara ya mwisho tena, matokeo makubwa. Na Biblia inaeleza sana kwa habari ya matokeo, lakini kuna watu wanapata matokeo ya kawaida na kuna watu wanapata matokeo ambayo ni hasi. Na ningetamani sana ninapoongea kuhusu matokeo hapa, natamani sana tuwe tunaangalia kuhusu matokeo chanya, lakini matokeo makubwa. Na ukikaa hapo kwenye jamvi namna hii, unaona ni ishara kwamba ni matokeo makubwa. Mama sema mmemkatia mtu, mnampepea aseme. Hata anaweza akasema nimekuja hapa, niambie umekusanya shilingi ngapi, afanye ndoka zake. Sasa tulipoongea pale kwenye ile semina pale Tabata siku hiyo, kijana mmoja akaguswa, alikuwa nyuma kule, hata sikumbuki jina lake, lakini alifanya kitu cha ajabu sana. Baada ya kuona watu wameanza kuahidi, walikuwa wanategemea kufanya harambee kutafuta milioni 400. Kwa ndio target yao. Sababu tunasema kila jambo lazima liwe na budget. Milioni 400. Sasa wakati wanazichangisha pale, yule MC anapita na watu maiki wanaongea. Bana sisiwe utatoa milioni 5. Bana sisiwe utatoa milioni 2. Bana sisiwe utatoa milioni. Kwa muda huu wa miezi kadhaa iliyopangwa, yule kijana kule nyuma akasimama, chukua maiki akasema, tumsifu Yesu Kristo. Salamu tofauti kabisa. Mimi nitachangia milioni 400. Kumbuka watu wameshaenda, wamefika kama 82 hivi milioni pledges ahadi. Bila kusema nitatoa milioni. Alipoongea hivi, yule anayepeleka mic akasema mimi sijasikia vizuri. Umesema? Akasema tena nitatoa milioni. Yule kule mbele mchungaji mwenyeji akasema andika yaani kama vile kama anaona itakuwa labda anayesema hajielewi, ama anamaanisha 40,000, ama yani hii haijakaa sawa. Sasa kesho Jumatatu saa 7 naona simu ya mchungaji inapiga. Hiyo ni 2017. Njoo mara moja nikaa ndugu yangu sisi cheki katika dunia hii. Tunamshukuru Mungu wote, ile pesa ikaenda kuchukuliwa. Sasa ile siku kama tunamalizia harambee, kitu kinanifurahisha ni wale watu wengine kusema ndio tumetulia tu, tumehangaika sasa kutoka mwanzoni. Tusubiri tumejipiga piga, wewe tumekamuana wewe mpaka tumefika 82. Afya ndio mchana anasema wao walipata milioni 482. Ile 82 wakajenga za kisasa. Kama hapo naposema sitaki nikatae. Lakini watu tena sio ngeni kutoka nje. Ndio wanaambia tu hapa tuna hela jamani, zipo. Ninakwambia hapa hela zipo nyingi, zipo hapa.